Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Baharia TV, karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo hasa katika rubaa za kimataifa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limedai kuishambulia meli ya mafuta ya Marekani katika eneo la kaskazini mwa Ghuba ya Uajemi. Hatua hiyo inayozidisha mivutano katika ukanda huo unaokumbwa na vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps imesema meli hiyo ya mafuta imewaka moto baada ya kushambuliwa katika operesheni iliyoelezwa kuwa ni sehemu ya majibu makali dhidi ya hatua za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, taarifa hiyo haikutoa maelezo ya kina kuhusu aina ya silaha iliyotumika wala ukubwa wa uharibifu uliosababishwa. Taarifa hiyo inaonekana kuhusishwa na tukio lililoripotiwa mapema leo karibu na pwani ya Kuwait, ambako meli ya mafuta ililengwa katika shambulio lisilofahamika chanzo chake mara moja. Kituo cha ufuatiliaji wa usalama wa baharini cha jeshi la Uingereza, United Kingdom Maritime Trade Operation, kilichothibitisha kupokea taarifa za tukio hilo na kusema uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira kamili ya shambulio hilo. Hakuna uthibitisho wa haraka kutoka kwa jeshi la Marekani kuhusu madai ya IRGC, na hadi sasa haijafahamika iwapo meli hiyo ni ya kijeshi au ya kibiashara inayobeba mafuta kwa niaba ya kampuni ya Marekani. Vilevile hakuna taarifa rasmi kuhusu majeruhi au hali ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio. Sasa naanza kupitia maoni ya kwako mtazamaji wa Baharia TV ambayo umetutumia hapa studio. Na mwana Juma Mwakyusa wa Mbeya, Tanzania, anasema hii ni hatari sana kwa usalama wa dunia, cha msingi ukae chini wayamalize. Asante kwa maoni yako. Na malizia na jumbe mbili za mwisho hapa. Na mwana Aisha Ramadhani wa Dar es Salaam, Tanzania, yeye anasema kama ni kweli meli ya mafuta imeshambuliwa katika Ghuba ya Uajemi, basi hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Njia hii ya majibu ya kijeshi haitaleta suluhisho la kudumu. Musa Kambona wa Mwanza, Tanzania, anasema nadhani pande zote zinapaswa kukaa mezani. Vita ikiendelea, nchi nyingi zisizohusika zitaathirika kiuchumi. Asante sana mtazamaji wa Baharia TV, kwa wewe ambaye unakuwa mtu wetu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Nachokusihi, bonyeza neno subscribe, alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipandisha. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.